za kisirani wewe hapa duniani. Utengano kati ya Mungu Baba na sisi wanadamu, uasi unaoikumba dunia ni kazi yako moyo. Ufarakano katika ndoa, utoaji wa mimba, utupo kwa watoto majalalani ni kazi yako moyo wewe. Na kushangaa wewe moyo una mashaka. Na nina mashaka na wewe moyo. Unaendelea kuitegea sikio Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, inayotangaza kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Karibu katika kipindi cha Pro Life. Muda na wakati kama huu, siku hii ya leo tunakuwa pamoja tukizungumza masuala mbalimbali yanayohusu utetezi wa uhai. Basi msikilizaji, juma lililopita tukiwa bado tunaendelea kuchambua katiba, katika ile uchambuzi wa katiba mpya inayopendekezwa, lakini tukiwa tunatazama ile sura ya 5 juu ya haki za binadamu, wajibu wa raia, jamii na mamlaka husika. Sehemu ya kwanza, haki za binadamu. Juma lililopita tuliendelea kutazama, lakini basi tulitonesha sehemu mbalimbali juu ya haki ya elimu, ikiwa ni ibara ile ya 49 na mambo mengine, haki za wanawake, haki za watoto, yote hayo tuliweza kutazama. Leo hii basi tukiwa katika ile ibara ya 52 ambayo inahusu haki ya watu wenye ulemavu, inayohusu haki ya walemavu. Basi tutakwenda kuitazama hiyo kwa undani, lakini basi nia na lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anaisoma na kuielewa vizuri, ili hata ukienda kupiga kura basi uweze kupigia kura katiba ambayo unajua nini kilichomo ndani yake. Isika tunapiga kura ndio, halafu mwisho wa siku kuna mambo ambayo yamekaa tofauti. Tukitazama haki ya kutetea, yani masuala zima ya kutetea uhai ambao tunaamini ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi kama ilivyokuwa kawaida yetu, tutaanza kwa sala kipindi, na baada ya hapo tutawasalimu wasikilizaji wetu, halafu tutaingia moja kwa moja katika mada. Studioni ninaye kaka Mahili, lakini pia mimi ni Happiness Mlewa. Tutasafiri pamoja mwanzo hata mwisho wa kipindi. Karibu. Asante Happy, naona leo ulikuwa unataka kusahau jina langu. Sylvester Mahiri. Ndio. Asante. Basi leo kwa bahati kwamba mwenyekiti alikuwa Iringa na amerudi safari, lakini amechoka, kuna maandalizi mengine ya mkutano wa kule TC, ameshindwa kufika. Lakini pia dada Grace naye anaumwa, tumuombe malaria yake ipone ili tuendelee kuwa naye kwenye vipindi vinavyokuja. Amina. Basi tuanze na sala au salamu kwanza. Sala. Alafu wewe unaijua salamu yetu, kwa hiyo wewe utawasalimu ili nianze kusali. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Kwanza kwa ajili umetuumba kwa sura na mfano wako, na umetuumba kwa ajili yako. Umetuumba ili katika ulimwengu huu tueneze ufalme wako, na wewe peke yako utawale na kutamalaki. Sheria na mamlaka ulizoziweka katika nchi hii ni ili zieneze ufalme wako. Na hivyo basi bado tunajua yupo yule mpinzani muovu ambaye anapigana vita siku zote dhidi ya wale wote wanaoeneza ufalme wako katika ulimwengu huu, katika kuleta itikadi na maelekezo yaliyo kinyume na utukufu wako. Katika katiba hii mengi yapo mazuri, lakini pia yapo mengi ambayo ibilisi ameyapanda, pale ambapo kama wewe Yesu ulivyosema magugu yalipandwa wakati watu wamelala. Na hivyo basi tuna wajibu wetu kama Pro Life katika kipindi hiki ni kuelekeza magugu hayo ni yapi,
na kwa pamoja Watanzania wapate kuguswa katika Roho Mtakatifu, waone ubora wa katiba hii au uovu wa vipengele kadhaa katika katiba hii. Tunaomba mwanga wa Roho wako upenye kila mmoja anaenda kusikiliza uchambuzi wa maelekezo haya, hasa yanayohusu utetezi wa uhai, apate kuelewa katika hekima yako, na pia kuwa mjumbe ya kuweza kuelimisha wengine, na katika yote jina lako lihimidiwe na kutukuzwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Naam, basi karibu ili tuweze kuanza moja kwa moja safari yetu ya kipindi cha Pro Life. Msikilizaji, shiriki nasi kurasa wa Facebook na mtandao wetu wa Pushi. Nafasi itafika nawe utaweza kupiga simu. Kaka Sylvester, karibu. Asante sana. Basi kwa ufupi tu niseme kwamba tunaendelea kuchambua katiba pendekezwa ambayo sasa hivi tutaipigia kura tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka ujao. Katika katiba hii pendekezwa, sisi si wanasiasa, vipengele vingine watahusika sehemu zinazohusika za siasa na makundi mengine. Lakini sisi kama watetezi wa uhai tunahusika zaidi na sura ile ya 5, sura ya 5 ya haki za binadamu, kama vile sema wajibu wa raia, jamii na mamlaka za nchi. Na sehemu ya kwanza ya haki za binadamu, na tutaendelea nayo hadi ile 50 na ile ibara ya 55. Na sasa kwa ufupi tu niseme hivi, katika hii sura za 19 za katiba hii pendekezo ambayo ina ibara 289, sisi vipengele tunavyoenda kuvichambua ni vichache tu katika sura hiyo ya 5. Na tumekwisha zungumza hasa juu ya haki, ile ibara kuanzia 31 ndio tulianza kuichambua, inayohusu uhuru na utu na usawa wa binadamu. Na tukaona kwamba katika ile ibara ya 31 kipengele cha kwanza na cha pili vinakinzana. Kule kuna binadamu na huku kipengele cha pili kinasema mtu. Sasa hapo ni vizuri ifasiriwe vizuri ili uelewa ufanyike. Haki ya kuishi nayo tumekwisha zungumza huko nyuma kwamba haki, basi ukisema haki ya kuishi kwa mujibu wa sheria za nchi, maana yake basi nchi inaweza ikabadili sheria ikaweka nafasi ya wananchi wake kuuawa, na hasa kwa kipindi hiki ambacho watu wanauawa bado wangali matumboni mwa mama zao, na makundi mbalimbali yamejaribu kupenyeza sheria hiyo, japo haijapita, lakini bado vitendo hivyo vinafanyika, na wale wanaochukua sheria wamekaa kimya, maana yake wanaridhia, wanaogopa tu macho ya wananchi katika kutoridhia hali hiyo. Na kitendo hiki ndicho kinacho sasa elekea kwamba hata katiba hii basi wamealika makundi yanayotetea dhana hizo, ili na matokeo yake wameingiza vipengele hivyo vya haki ya kuishi, yani vya kunyima watu uhuru huo na haki hiyo ya ishi, au na haki ya kubaguliwa katika katiba hii. Kwa hiyo tulizungumza yote hayo juu ya haki ya kubaguliwa na jinsi katiba hii yenyewe imechukua jukumu la kuanza kubagua na kuweka watu katika makundi na kuwapa haki tofauti. Na pia tukawa tumezungumza juu ya haki za watoto, nafikiri uhuru wa mtu. Tulizungumza haki za wanawake pia tuliweza kuangalia. Nataka kwenda na mtiririko huu hapa ili nisije nikanani. Tulikwenda tukazungumza juu ya
haki za watoto na baadaye sasa haki za vijana. Katika haki ile ya vijana nafikiria tukuimaliza vizuri. Katika ndio tulikuwa tumeishia. Lakini pamoja na hayo kuna maswali yaliulizwa, lakini maswali yale mwenyekiti alikuwa ametayarisha majibu yake. Sasa mimi kwa kuwa amerudi jana na hatukuweza kuwasiliana, sikuweza kupata yeye aliyanakili, na nafikiri atayajibu katika kipindi kinachokuja. Kwa wasikilizaji wetu ambao hawakupata, walikuwa wanategemea yale majibu, maswali yale aliandika dada Grace, na pia mwenyekiti alikuwa ameyafanyia kazi. Kipindi kijacho atapata nafasi ya kuweza kuyajibu vizuri. Mimi niendelee tu hapa katika haki zile za vijana katika ibara ile ya 51. Labda nisome tu kwa pale kama ilivyoandikwa katika katiba yenyewe pendekezwa, kwamba katika ile kipengele cha kwanza, kila kijana ana haki na wajibu wa kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya Jamhuri ya Muungano pamoja na jamii kwa ujumla. Na kwa mantiki hiyo, serikali ya Jamhuri ya Muungano na jamii zitahakikisha kuwa vijana wanawekewa mazingira mazuri ya kuwa raia wema na kupatiwa fursa ya kushiriki kikamilifu katika nyanja za kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Kwa madhumuni ya ibara ndogo ya kwanza, bunge litatunga sheria itakayosimamia pamoja na mambo mengine uanzishwaji, muundo, majukumu na uwezeshaji wa mabaraza ya vijana. Basi katika ibara hiyo ukiangalia katika ibara hiyo, sisi hatuna shida nayo sana, hatuna shida nayo sana. Ibara hii ambayo inahusu haki za vijana, imepotea karatasi zangu, nimezipanga vibaya. Haya, basi wakati unangoja nikupatie hii ambayo yuko vizuri. Sawa, hapa nimeshaipata hapa, nilikuwa nimezichanganya tu. Kwamba haki na wajibu wa vijana vimeandikwa katika ibara hii ya 50 ambayo tumesoma 51. Sisi watetezi wa uhai hatuoni sababu ya kuandika ibara hii. Yani, kwa nini iandikwe? Kwani hakuna cha maana kilichosemwa katika ibara hii ukiitazama vizuri. Hali kadhalika neno kijana halijatafasiriwa katika ibara hii. Hii inajenga hatari ya kumuona mtu hata wa miaka 50 au hata zaidi kidogo ya miaka hiyo 50 kuwa kijana kwa mujibu wa nasaba yake au umbile lake, au mtu wa miaka 16 akaonekana yeye kuwa kijana kwa sababu hizo. Kwa sababu katika kipengele kile cha ibara ya 50 tumeona mtoto ni yule anayeanzia miaka 18 kurudi chini. Kwa maana yake sasa hapa kijana hawezi kuwa miaka 16. Sasa tafasiri ya kijana katika ibara hii ya 51 haijawekwa wazi. Na hivyo wabunge maalum la katiba hawakutendea haki katika kuandika haki na wajibu wa vijana. Hawajaitendea haki kabisa katika kuandika wajibu na haki ya vijana. Na hofu hapa ni kuwa swala la haki na wajibu wa vijana limeshinikizwa kutoka nje, sio swala letu kama Watanzania. Na wabunge bila kulitafakari vya kutosha, na hivyo wakashindwa kulipatia maelezo kamili au ya kufaa. Kama hakuna namna ya kurekebisha, basi ni vizuri swala hili lirudi katika bunge maalum la katiba, liandikwe upya ili tuone kama kuna sababu ya kuweka haki za vijana hawa hapa. Na yapo mambo mengi ambayo vijana nafikiri wangeweza kushirikishwa, wangeweza kuelezwa haki msingi za kwao katika taifa hili. Sasa twende katika ibara ile ya 52 ambayo inazungumza juu ya haki ya walemavu. Katika hili nisome haki ile ya walemavu inasema mtu mwenye ulemavu ana haki ya
kuheshimiwa, kutambuliwa na kulindwa dhidi ya vitendo vinavyohusisha utu wake, ikiwemo ubaguzi, uonevu, ukatili na mila potofu. Kipengele B chasema kupata elimu kwa kutumia vifaa maalum na kushiriki katika nafasi ya uwakilishi na shughuli za kijamii. C. Kuwekewa miundombinu na mazingira yanayofaa yatakayomwezesha kwenda anapotaka, kutumia vyombo vya usafiri na kupata habari. D. Ni kutumia lugha ya alama mguso, maandishi ya nukta nundu, maandishi yaliyokuzwa au njia nyingine zinazofaa. Na E. Kupata ajira na kufanya kazi. Na mwisho F ni kupata huduma bora za afya za uzazi na marekebisho ya utengano. Sehemu zingine hizo katika vipengele hivyo vyote sisi kama watetezi wa uhai hatujawa na shida napo hata kidogo. Sehemu hapa ambayo sisi inatupa shida sana ni hii huduma bora ya afya, uzazi salama. Kwa hiyo kipengele hiki cha uzazi salama ni kipengele ambacho kimechukuliwa na kimesomeka vivyo hivyo katika ile rasimu ya sheria ya uzazi salama ambayo tulipiga vita mwaka 2012. Mnamo mwaka 2012 mashirika matatu yaliwasilisha mapendekezo ya kutunga sheria ya uzazi salama, yani Safe Motherhood Bill 2012. Msukumo wa mswada huo ulilenga katika kuhalalisha matumizi ya vidhibiti mimba, na kwamba serikali ihusike moja kwa moja katika kuweka programu za kuwezesha watu kutumia vidhibiti mimba. Na mswada ule ulizimwa, lakini pamoja na kuzimwa kwake, utekelezaji wake unaendelea kufanywa na serikali. Na sasa katika kupitia vipindi na programu za Nyota za Kijani, ambapo imewekwa msukumo mkubwa kitaifa wa matumizi ya vidhibiti mimba licha ya madhara makubwa yanayowapata wanawake. Hali kadhalika mswada wa uzazi salama ulilenga katika kulifanya bunge litunge sheria ya kutoa mimba na kuondoa vizuizi vyote vinavyokwamisha wanawake kutoa mimba. Sehemu nyingine za mswada ule ilihusu watoto kuwa na haki ya kupata huduma ya afya ya kizazi bila kuingiliwa na wazazi, tena ziwe za siri. Yani watoto hawa waanze kuingia kutumia vidhibiti mimba wakiwa toka miaka 11 hadi miaka 19, wasiingiliwe na mzazi, kwa nini unatumia vidhibiti mimba, na hata ikiwa kutoa mimba, kwa nini umeenda kutoa mimba. Maana yake ni kwamba wawe na uhuru wa ngono pasipo kuingiliwa na mzazi, na mambo haya yafanyike kwa siri. Na mpaka sasa hivi mambo haya bado yanaendelea kufanyika kwa siri, sio kwa siri, yanafanyika waziwazi. Ya vidhibiti mimba yanafanyika waziwazi. Na sasa hili linakuja kubainika sasa, kuwekwa kwenye sheria, kwenye katiba pendekezwa hii waziwazi. Kwa maana yake ni kwamba katiba hii itakavyokuwa imepita, ile sheria ilikuwa imetungwa, Safe Motherhood Bill, inachukua kama ilivyo na kutungiwa sheria, kwa sababu tayari kipengele hiki cha uzazi salama kipo ndani ya katiba. Na kwa kweli, kwa kuweka haki hii ya watu wenye ulemavu, yani sasa hawa watu ambao wenye ulemavu wapewe huduma hii ya uzazi salama, maana yake ya uzazi salama, na ni kwamba maana yake ni kuwapa matumizi sasa ya vidhibiti mimba, na
lengo au dhana kamili iliyopo hapa ya msingi wa matumizi ya vidhibiti mimba au baadaye waendelee kutoa mimba kwa watu walemavu litakuwa ni kutaka kundi hili litoweke hapa Tanzania. Na kwa maneno mengine tuseme rasimu ya katiba inashabikia nadharia za uzao bora, yani eugenics. Nadharia hizi za uzao bora, yani kuna kizazi kilicho bora na kizazi kisicho bora, kizazi duni. Haya ni nadharia ya watu mbalimbali, waasisi wake wakiwa Margaret Sanger na wengineo, ambapo watu wa kizazi duni wanaondolewa duniani kwa ajili ya kupisha kizazi cha watu bora. Yani kizazi duni kinaonekana kama magugu. Kwa hiyo kuna watu walio watu na kuna watu ambao ni magugu, hawafai kuishi, ni kizazi duni. Kwa hiyo dhana hii ya ubaguzi tayari tunaona katiba pendekezwa inaweka kipengele hiki ambacho tayari watu waasisi wa uzazi salama nadharia zao ni za kibaguzi. Sasa tujiulize, je, hizi ndizo haki ambazo watu wenye ulemavu wanazipigania? Yani ya kuondoa uwepo wao duniani? Yani baada ya miaka mingi hapa nchini hatutakuwa tena na watu wasioona, wala watu viwete, wala wasiosikia au mabubu wasiosema, au hata hatimaye hata maalbino na hata wenye mtindio wa ubongo hawatakuwepo. Na labda tusome kama ilivyo katika hicho, ninayo nakala hapa ya hicho kipengele cha Safe Motherhood Bill, hiyo katiba iliyokuwa imependekezwa zamani ya kuondoa kizazi hicho. Na nitasoma kipengele kile cha sehemu ya 5. Ilikuwa na sehemu nyingi sana, na sehemu hii ya 5 inasema part 5, nitasoma Kizungu, nitafasiri kidogo. Inasema termination of pregnancy. Kwa hiyo ilikuwa ni section 17, yani ibara ya 17 ya kipengele hiki cha uzazi salama, Safe Motherhood Bill 2012. A pregnancy may be terminated if a health care provider in consultation with the pregnant woman is of the opinion that the continued pregnancy would pose a risk or injury to the woman's physical or mental health. Kwamba mimba inaweza kutolewa na mhudumu wa afya ikiwa anafikiri kwamba mimba hiyo inaweza kumletea madhara ya kimwili au ya kiakili. Na mimi wanawake wote nafikiri tukubaliane nami, sidhani kama kuna mimba yoyote ambaye haileti shida yoyote kwa mwanamke yoyote ya kimwili au ya kiakili. Kwa hiyo maana yake hapa sasa watu watapata kipengele cha kutoa mimba zao kwa sababu basi wanatapika mara kwa mara na hawali chakula, na hivyo basi kiakili wanaathirika, au hawakupenda kwa sababu sasa hawakupenda mimba hiyo, kwa hiyo inasumbua mtoto huyu, mimi sikumpenda, sikutaka zaliwe, basi wanataka iwe ni rahisi kutoa mimba hiyo. Tengine ni there exists a substantial risk that the fetus would suffer for severe physical or mental abnormality. Ikiwa huyu mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo anaonekana kwamba anaweza baadaye kupata madhara ya kimwili au ana ulemavu humo tumboni, basi aondolewe au wawe. Na au C kinasema pregnancy result from rape or incest. Kama mimba imetokana na kubakwa au mimba imetokana na ngono ya ndugu, yani ndugu wa damu, basi nayo hiyo iondolewe. Na ya mwisho, the pregnant woman on account of being a mental disorder person is not
capable of appreciating the pregnancy. Kwa hiyo kama mtu kiakili anajiona hayupo tayari, yani kiakili hayuko sawa na anaona hayuko tayari kukubali mimba hiyo, basi tolewa. Kwa hiyo unaweza kaangalia kipengele hiki cha ubaguzi kilivyo, na ukiendelea kusoma hiyo sehemu ya 5 ya Safe Motherhood Bill, yani ya uzazi salama, utaweza kuangalia imewekwa vipengele mpaka kiasi kwamba hata waziri atabidi ateue vituo hivyo vya kuchinja watoto wetu wakiwa matumboni mwao, na amepewa kabisa kipengele cha kuweka hivyo au kufuta kile kituo ambacho kitashindwa kutimiza wajibu wake vizuri. Kwa hali hiyo, unaweza ukaangalia kipengele hiki ambacho watu katika katiba wanaweza wasikielewe. Neno limetumika pale uzazi salama, kwa masikio ya Watanzania wanaweza kuliona hilo ni neno tamu na nzuri na kweli ndicho tunachohitaji. Lakini kilichofichika hapo mwanzo tulisema kuna lugha laghai iliyopo ndani hapa, na bahati mbaya kabisa katiba hii haijatoa fafanuzi ya chochote ya maneno yaliyotumika hapo. Ni kipengele tu cha mtoto ndio kimefasiriwa na kimewekwa tafasiri yake bila kukamilishwa. Imesema tu mtoto ni yule aliyo chini ya miaka 18. Basi. Lakini je, watu wengine, je, uzazi salama maana yake nini? Kwa uzazi salama, popote pale Watanzania wanapoona neno hili uzazi salama, wajue ni ile lugha ya nyoka imejificha ndani yake, na kilichoficha ndani yake ni matumizi ya vidhibiti mimba, yani uhuru wa watu kufanya ngono, utoaji mimba na kuingia katika kuharibu kizazi. Na kwa hiyo basi, kwa ujumla basi, tuseme hivi, hoja hii ya kuwapa walemavu huduma za bora za afya ya uzazi salama, basi ni zana ya kibaguzi. Maana yake ni kwamba kila mtu mwenye ulemavu atoe mimba au na uwezo wa kutoa mimba pindi aipatapo, au azuie kabisa kupata mimba kwa matumizi ya vidhibiti mimba au hata kufunga kizazi. Na hatimaye uzao huo utakapokuwa umeisha watu hao walemavu, basi kutakuwa hakuna walemavu tena, kutakuwa hakuna kundi la walemavu, hakuna kundi la wasiosikia, hakuna kundi la wasioona, hakuna kundi la maalbino, hakuna kundi la watu wenye utindio ubongo. Kwa hiyo tayari ibara hii imeleta ubaguzi, pamoja na kwamba kwa maneno ya kwanza kuanzia kipengele A mpaka kipengele E kinaeleza maelezo mazuri sana, lakini patokeo yake F kumefichwa pale kitu kwa siri ambacho kinaleta maharibifu na maangamizi kwao. Sasa twende ibara ile ya sehemu nyingine, ibara ile inayofuata ya 54. Hii ibara ya 54 inazungumza juu ya haki za wanawake, na nitaisoma japo wiki iliyopita tulisoma tena, na Happy anapenda sana hii. Sasa je, Happy anisomee yeye mwenyewe kwa sababu yeye mwanamke, aseme haki zake hizi za wanawake hizi. Sasa mimi nitazichambua. Haya. Katika ile ibara ya 54, ndio kila mwanamke ana haki ya kuheshimiwa. Ninasoma huku au ni ile karatasi nyingine? Soma tu hii haki ya kuheshimiwa hapo kila 50 kwenye hiyo katiba yenyewe. Sawa. Kwa hiyo kila mwanamke ana haki ya kuheshimiwa, kuthaminiwa na kutambuliwa utu wake, kulindwa dhidi ya ubaguzi, udhalilishaji, dhuluma na unyanyasaji, ukatili wa kijinsia na mila potofu. Licha ya kwamba haki hii imeandikwa katika misingi ya jazba, lakini tukumbuke kuwa nitaka usome hapa waione haki yenyewe hapa huko juu kwenye nani, haki ya wanawake kwenye katiba yenyewe. Sasa pendekezo ibara 54 pale ilipoelekezwa kabisa kila mwanamke ana haki ya kuheshimiwa na kuthaminiwa. Imeenda paka mwisho, paka pale G. Unayo hiyo?
Moja nitazame kwenye hii yangu nyingine 54. Iko hapa imeandikwa 54. Ndio. Kila mwanamke ana haki ya A, kuheshimiwa, kuthaminiwa na kutambuliwa utu wake. B, kulindwa dhidi ya ubaguzi, udhalilishaji, dhuluma, unyanyasaji, ukatili wa kijinsia na mila potofu. C, kushiriki bila ubaguzi katika uchaguzi na ngazi zote za maamuzi. D, kupata fursa ya ujira sawa na wanaume katika kazi zenye sifa zinazofanana. E, kulindwa ajira yake wakati wa ujauzito na pale anapojifungua. F, kupata huduma bora ya afya ikiwemo afya ya uzazi salama. G, kumiliki mali. Unaona vipengele bado na hapa uzazi salama, afya uzazi salama. Ndio. Na sasa twende hapa. Unaona unaweza kaangalia dhana nzima. Licha niendelee pale ulipokuwa umesema licha kuandikwa kwa jaziba, lakini tunaweza tukaangalia. Lazima tukumbuke kuwa haki hii imeandikwa katika haki ya msingi ya binadamu katika ibara ya 31 kipengele cha kwanza kwamba pale sasa ile kipengele 31 kwamba kila mtu anayo haki ya kuheshimiwa, kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Sasa tujiulize, anapokuja kumwandika huyu mwanamke hapa, huyu mwanamke si mtu eti au sivyo dada Happy? Kwa sababu sasa huyu tayari aishapewa, huyu ni mtu na imeshaandikwa huku kwamba tayari kama yeye basi si mtu, ndio ibainishe kwamba yeye au kategori yake ya utu ukoje. Ndio maana tulitaka kipengele 32 ifafanuliwe maana ya mtu ni nini, kwa sababu kipengele cha kwanza kilikuwa kinahusu juu ya binadamu na kipengele cha pili kinahusu mtu. Tujiulize pia, je, kulikuwa na haja gani ya kuirudia basi katika sehemu hii? Je, ni kundi gani basi hilo linalo wanyima hawa wanawake haki zao, yani haki ya kuheshimiwa, haki ya kuthaminiwa na haki ya kutambua utu wao? Kundi gani hilo ambalo limewanyima kiasi hicho haki, kiasi kwamba wameona ni vizuri aliweke kwenye katiba hii? Kama tunafikiri wanaodharauliwa basi ni wanawake, wanaodharau wanawake ni wanaume, basi hapa ipo haja basi ya kuainisha haki za wanaume zinazoweka bayana mipaka ya madaraka na mamlaka yao dhidi ya wanawake, kwamba ninyi wanaume haki zenu ni hizi na mipaka yenu ni hii, na msiweze kuvunja. Mnapokwenda vuka mipaka hii, mnavunja haki za wanawake, mnawanyanyasa na mnawashindwa kuwatendea haki, mnawadhulumu na muwaheshimu. Kwa hiyo wanaume walipaswa nao watungiwe haki zao zinazo waongoza kutenda, ili wasiwe wanyanyasaji kwa hawa wanawake. Kwa hiyo sisi kama wanaume tunafikiri wanaume wanaonewa bila sababu. Sijui hepi unasemaje? Kama yapo matukio ya kuwanyanyasa basi wanawake, basi ni matukio hayo ya kuwanyanyasa wanawake na wanaume ni mwanaume mmoja, kama vile ilivyo pia wanawake wananyanyasa. Matukio yapo ya wanawake kunyanyasa wanaume, na wanawake wanaonyanyasa wanaume ni mmoja. Kwa hiyo hatudhani kwamba ni busara basi kutunga katiba yenye kuakisi matukio ya aina hiyo. Ukatili huu wa kijinsia tunaozungumza hapa nyuma juu ya suala hili, tena tumetoa mfano halisi. Je, imekuwa ni kawaida kwa wanaume kuwafanyia wanawake ukatili wa kijinsia? Ndio kawaida kweli ya wanaume kufanya hivyo? Sasa ninyi mliokuwa wabunge sasa wanaume wabunge hili maalumu la katiba, ndivyo kweli tunavyotendea wake zetu? Ninyi mlio kwenye hiyo, niwaulize tu wabunge haya, kwa sababu sasa hapo unaona tayari wameona ni kweli hawa wanaume waliokuwa kwenye bunge hilo ndivyo wanavyotendea wake zao, kwamba wanawabagua, hawawathamini, hawawapi heshima, hawawasikilizi wake zao.
wanawake wakiwagaragaza, basi tuseme hivi, wakiwagaragaza wanaume katika matukio ya magomvi, tuseme wanawake wakiwaua waume zao ili warithi mali walizochuma pamoja, wanawake wakiwadhalilisha waume zao katika masuala ya unyumba, je, hayo yatandikwaje katika katiba hii? Ikiwa sasa sisi wanaume tumeshindwa hivyo, tumeshindwa kuandikiwa na sisi sasa ya kwetu, wanawake wameshapewa sasa haki hizi kikatiba. Sasa na sisi wanaume tukinyanyaswa tufanyeje sasa? Na hakuna kipengele chetu kilichowekwa cha kututetea sisi, itakuweje? Au tuseme katiba hii inatambua uwepo wa wanaume wakatili tu, wanaume ambao ni wapole, wale ambao wanaweza, au wanaume hawawezi. Inaonekana kwamba wanaume wote ni katili na hawawezi kufanyiwa vitendo vibaya na wanawake. Kwa hiyo pasipo kutambua uwepo wa wanawake wakatili ni kosa katika katiba hii pendekezwa. Na nikushukuru kaka Sylvester. Nikushukuru ukatika tuendelee utaka kusema kitu, lakini niona leo sio tuishie hapo, au naomba tuishie hapo, tuwape haki pia wasikilizaji wetu nao waweze kuchangia kwa vile ambavyo wameelewa tangu tulipoanza hadi wakati huu. Tulikuwa tunaendelea kuichambua ile sura ya 5 ya katiba pendekezwa hapa, na masuala mbalimbali, ibara mbalimbali tumeweza kuzitazama yote kuhakikisha kwamba basi tunatetea na kuenzi uhai huu kikamilifu zaidi. Na ndio maana pale mwanzoni nilisema kwamba kila mmoja jitahidi kuisoma, kuipata na kuisoma kwa kina na kuelewa kwa undani zaidi, ili hata anapopiga kura ya ndio basi ajue kwamba kila anachokipigia kipo sahihi na hakitamwathiri baadaye. Kwa hiyo wakati huu msikilizaji, mimi nikualike kupitia 0222771734 au 0784313587 na 0768885588 ili uweze kutoa mchango wako, maoni, ushauri wako na vile ambavyo umeweza kujifunza kwa hiki ambacho tumekuwa tukizungumza muda huu. Ni kupitia namba hizo, lakini pia kwenye ule mtandao wetu wa Pushi na ukurasa wetu la Facebook Radio Maria Tanzania. Karibu sana. Huyu anasemaje kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio Maria? Kutoka Mbagala Maji Matitu. Anasema hivi, hiyo sema mbona hiyo katiba inachakachuliwa hivyo? Karibu katiba tukukane vizuri. Yaani imechakachuliwa vibaya kweli. Basi naomba tumsikilize huyu. Hello. Habari ya kwako? Salama kabisa mpendwa. Karibu. Nimewasikiliza mada yenu mnayozungumzia. Hao watu wanaonekana kwamba katika mazingira walikuwa na takataka katika jinsi gani watakaweza kufanya kwa sasa hivi. Maana hawa ni wanasiasa. Wanasiasa mara nyingi wanakuwa naangalia upepo wa dunia jinsi unavyokwenda. Wanachokitafuta hapa ni kuangalia ni jinsi gani wanaweza wakapata kura kutokana na wanawake. Maana baadhi ya makundi mengine yameshakuwa katika hali ya kuelewa. Sasa hili swala la kusema kwamba wanaruhusu swala la vidhibiti mimba na nini, maana kupunguza na hizi haki kama ndivyo alivyofafanua hapo kaka, inaonekana kwamba hapa sasa hii haki hii naye ni kutoka, yani ujue katika maandiko ya Mungu amesema wanadamu wanapotea kwa kukosa maarifa. Sasa na hapa maarifa yanajionyesha wazi kwamba yameshapotea. Ni jinsi gani mwanadamu anavyozidi kufanya ukatili, kutunga sheria ambazo ziendane na mazingira ya Mwenyezi Mungu, ili kupotoka. Kwa sababu sidhani kama kuna mwanamke ambaye anaweza akasema kwamba mimi nitoe mimba. Na hii elekezi inaonekana kwamba inatoka kwa wanaume hao ndio wanaowatungia hao wanawake sheria kama hizo, ili wajisikie kwamba wao wako pamoja. Lakini pamoja na hayo ni kukosa uelewa wa kuweza kumkurudia Mungu. Wanadamu sasa hivi tumeshindwa kumrudia Mungu. Tunatapatapa kwa kufanya ukatili, kwa kufanya mauaji, kwa ajili ya kuwekea sheria.
Leo chukulie kwa mfano kama hapo alivyosema hapo kwa kumalizia kwamba katika haki ya mwanaume, kama mwanaume kweli hujamtungia sheria ya kumwelekeza katika hilo, ina maana akinyanyasa ataenda wapi? Ina maana hana katiba. Hapa ni jinsi ya wanaangalia jinsi gani wanaweza wakapata kura. Yao ni wanasiasa ndio wanaotupoteza katika nchi hii. Nikushukuru sana. Ni nani? Naongea na Steven Kamala. Steven Kamala, asante. Haya, asante Steven Kamala kupitia 0222771734. Hiyo ni line ya kwanza, lakini line ya pili 0784313587 na line ya tatu 0768885588. Hello. Halo, habari? Salama, habari ya kwako? Salama, habari za studio? Salama kabisa, karibu. Asante, nashukuru. Mimi naitwa Ladislaus Kienze, naongea kutoka Jimbo Kuu la Dar es Salaam, parokia ya Kibamba. Karibu. Asante, nashukuru. Nimekuwa nikifuatilia sana mazungumzo ambayo mlikuwa mkiongea na jinsi ambavyo mlikuwa mkichambua. Imefikia hatua nikawa najifikiria hivi, kuna uwezekano kabisa labda watu wanapotoka katika eneo la kawaida ili ambapo kuna nyumba za ibada, kuna nini, tunasali kama kawaida, tunapata mafundisho ya Mungu, na wanapotoka yani na kuingia tunapoita mjengoni huko, labda bungeni wenyewe wanaita mjengoni. Nafikiri watu akili zinakuwa zinabadilika yani. Na hisi hivyo kwa sababu mambo mengine wanaokuwa wanayajadili utafikiri yani Mungu amewekwa pembeni katika wakati wapo. Yani utakuta kama watu hawajui kwamba Mungu yupo wanapokuwa pale. Yani utafikiri watu wote wako wa kundi moja tu, kwamba hao wanakuwa wanapitisha tu vitu bila kuvijadili, bila kuviangalia, bila kujali kwamba kuna uhai wa watu na nini, vitu kama hivyo hapo. Sasa sijui inakuwaje, lakini ukweli ndio unabakia kuwa hivyo. Sasa sijui tuwaombea wa watu au tufanye nini, kwa sababu utakuta humo ndani ya hao watu ambao ni wabunge, sijui kuna wachungaji humo, utakuta labda kuna wazee wa kanisa, kuna nani wako humo, lakini vitu kama hivyo wanaviona na wanajua kabisa uhai wa binadamu unaelekea kupotezwa, lakini ni watu hawajali. Sasa sijui tunafanyaje. Nafikiri tuweke tu labda siku moja hivi watu wakae, tuliombee bunge na watu waliomumle, tuone tunawasaidiaje. Kwa leo ni hayo tu. Asante sana Ladislaus, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Amina, na nyinyi mbarikiwe sana. Amina, asante. Hello. Habari ya kazi? Salama, habari ya kwako? Nzuri kabisa. Karibu. Asante. Mimi ile jambo binafsi nimejaribu kulifuatilia kwamba muundo huu wa katiba unatokea ni kama asilimia kubwa ni upande mmoja wa wanawake. Sababu ukiangalia kwamba vigezo, kwa mfano somo la leo kwamba linaeleza kwamba haki ya mwanamke pengine kunyanyasika si kufanya nini, lakini inafika mahala tujue kabisa kwamba katiba inapotungwa, yani tunavyojifunza kujifunza kwamba katiba sasa inatungwa kwa kujipatia ni maslahi ya watu binafsi. Na ukiangalia kwamba wanazidisha kwamba vipengele vimlenge mwanamke, kwamba kumtetea mwanamke, lakini sio kweli. Asilimia kubwa kwamba wanatarajia kwamba mwanamke tumwambie jambo, na wanawake ni wengi zaidi, kwamba hao ndio watakao kuja kutupigia kura, sio wanaume. Wanaume tutakuwa na maamuzi ya haraka zaidi. Lakini nafika mahala kwamba wanawake ndio wanapewa kipaumbele kuwatetea, pengine kuwapa vizidi kimimba, kufuatilia haki ya mirathi, lakini asilimia kubwa ni mbinu za kuandaa wanawake kwamba kuwapigia kura, kwamba angalieni serikali inawatendea hivi. Lakini mbinu zote hizo, yani uundaji wa katiba na shirikisho zaidi ni viongozi ni wanasiasa, sio wananchi. Wananchi ni asilimia ndogo sana. Jingine, ukiangalia kwamba kunyanyasika kwa kujinsia, hata wanaume wakinanyanyasika inakuwa ni siri tu, kwamba ni asilimia ndogo sana wanaume kwamba mimi ninanyanyasika ndani ya familia, pengine napigwa na nyimwa haki ya ndoa na kadhalika. Kwa hiyo kunyanyasika kupo. Ukiangalia hata wanawake sasa hivi, wanawake tunavaa suruali. Sisi wanaume tukivaa sketi tunasema kwamba sio vazi lao. Kwa nini isiwe haki sawa na sisi wanaume tukavaa masketi au tukavaa magauni? Binafsi vitu kama hivyo naona kwamba ni mabadiliko tu ya dunia ilivyo. Tuseme tukubali hali halisi ya matokeo. La pili, ukiangalia tuje kwenye sasa mambo ya familia.
utoaji wa mimba au utoaji nini, yani tuseme michakato mizima ya kutoa mimba, si kwamba ni mwanamke tu anayehusika, hata wanaume wanahusika kufanya hilo jambo, kumshirikisha mwanamke. Kwa hiyo vitu kama hivyo kwamba hapo yani tuseme yani kwa jumla mimi nashauri hivi, serikali ifike mahali kwamba ione wanaume wanaonyanyasika kwamba tupigane kura, hata kutuma message kwamba na mimi wananyanyasika, mkatusaidia huko hata studio kutangaza kwamba jamaa nao wananyanyasika, tunaomba tuwatafutie hata magauni wao wanavaa, sababu tunavaa suruali zao. Asante. Unaongea na Baba Teddy Kiringe, niko Sadani Mbuzi huko. Asante Baba Teddy. Hayo zaidi agamu leo hajafika lakini anasikiliza. Asante mama. Haya, kama hili unataka kuongeza kitu? Nilitaka kujua nani anaongea Baba Teddy. Hello. 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 Habari? Salama tu. Karibu. Asante. Unaongea ndani ya Emmanuel niko maeneo ya Msiba. Mchango wangu nataka kuchangia pampa. Pole sana, naomba nipokee simu 3 za mwisho. Hello. 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 Habari? Hello. Hello. Habari kwako? Tumsifu Yesu Kristo dada. Milele amina. Karibu sana mpendwa. Asante sana. Nashukuru sana Radio Maria kwa jinsi mnavyoendelea kutufundisha. Angalau tuko mbali huko Kilimanjaro huko, lakini angalau tunaweza kuifahamu katiba kidogo kidogo. Ndio. Dada pia nashukuru sana. Yaani nimepata hapo mwanga, kwa sababu unaweza ukaona ni namna gani labda katiba inaweza kaelezea upande mmoja, lakini upande mmoja pia isimpe masharti ili kuona. Mfano unakuta mwanamke anapewa labda vipengele vya kumsaidia kunyanyaswa, lakini sasa mwanaume naye, wako wanaume wengi wanaonyanyaswa dada yetu. Lakini nao sasa katiba ingetakiwa angalie pande zote ili kila mmoja apewe mipaka, ili kila mmoja aweze kuelewa anaweza fika wapi na wapi anapostahili kufanya. Ndio. Dada yetu. Asante sana ndugu yangu, asalimie huko Kilimanjaro. Naitwa Yuda Masai, niko Mengeni Kitasho. Asante Yuda. Haya dada, na ushauri kidogo kwenu jamani. Yaani ningependa kuomba labda hii namba ya Voda mtuachie sisi angalau wageni nasi tuweze kupata nafasi, kwa sababu mara nyingi tunajitahidi kutafuta lakini tunashindwa. Asante. Nashukuru sana, wasalimia hapo studio. Asante sana. Hello. Hello. Habari? Salam. Karibu. We dada wewe. Hello. Ndio dada wangu. Salama, habari kwako? Nzuri bwana, asifiwe. Amina, karibu. Kweli kabisa dada yangu. Mimi napenda kuipongeza Radio Maria kwa mchango mkubwa upande wa kiroho na kimwili vile vile. Ndio. Na kujenga sehemu zote mbili. Sasa nikianza na upande wa kiroho, kwa kweli watu wanasai vizuri. Hili upande wa mwili kuhusu na faili ya katiba. Katiba ni nzuri. Asilimia kubwa, karibu 95% wanawake wanapata manyanyaso sana. Kwa hiyo katiba hii mimi naipendelea, tunaunga mkono vizuri ili wanawake wasaidiwe dada. Unajua mimi mara nyingi sana nikifikia jambo la mwanamke huwa natoa hata machozi. Lakini manyanyaso yetu sisi wanaume hatuna manyanyaso, lakini sio sawa na mwanamke. Kwa hiyo mchango wa Radio Maria kuleta mfano huu, msaada huu, ninaufurahia sana. Kwa hiyo niombe tu serikali izidi kutoa ushauri mzuri kuwasaidia wanawake wanaonyanyaswa. Unaongea na mtumishi wa Mungu Peter Nkua kutoka Asanja Mkalama, wilaya mpya na Mtikiti. Asante sana Peter, Mungu akubariki. Amina. Haya, ni simu chache ambazo nimezipokea, lakini naomba nitazame ukurasa wetu la Facebook Radio Maria Tanzania. Anasema muendelee na moyo huo huo, ninatakia afya njema.
Reina Shani, asante. Anasema kutoka Nairobi, Kenya, nasikiliza vizuri Radio Maria Tanzania. Hongereni watetezi wa uhai. Asante sana. Naitwa kaka Mwala. Asante, ninakushukuru kaka Mwala. Lakini unasema hongereni sana wapendwa, ninawapenda mno. Asante. Wakati huo huyu hapa anasema hongereni kwa kutuelimisha, Mungu awabariki. Asante sana. Naitwa Mary Imani. Mungu awabariki nyote ambao mmeweza kushiriki nasi kupitia ule ukurasa wetu wa Facebook Radio Maria Tanzania na kwenye mtandao wa Pushi. Sijapokea ujumbe wote. Kama hili naomba nirudi kwako wakati tumesaliwa na dakika chache tu za kuweza kuhitimisha. Nashukuru sana. Labda nianze na Peter na mtumishi wa Mungu Bwana Peter. Amesema 95% ya wanawake wananyanyaswa. Sijui takwimu hii ameipataje na kwa kutumia vigezo vipi. Labda afikirie sana. Inawezekana kweli kuna mila na tamaduni mbalimbali zinazonyanyasa wanawake. Labda maeneo wanayokaa basi wengi wananyanyaswa. Ni vizuri aainishe hawa manyanyaso. Lakini pia tujue kwamba mimi naweza kusema hivi, 100% ya wanaume wote ambao wake zao wanatumia vidhibiti mimba wanapata manyanyaso. Hiyo nina hakika nayo, kwa sababu wanawake wote wanaotumia vidhibiti mimba, kitu cha kwanza kinachomuathiri huyo mwanamke ni kuharibu ubongo wake, akatae swala la ibada ya ndoa, alione shida kweli katika ibada ya ndoa, akatae uzao, na pia kuleta utamaduni wa kifo katika mawazo yake na akili yake, na lugha yake ndani itakuwa ya kifo tu na mauti, na matokeo yake mahusiano yeye na mume wake yale ya awali yaliyokuwepo hayatakuwa sawa. Kwa njia hiyo mwanamume ataweza kunyanyasika kisaikolojia, na wakati mwingine hata katika kunyimwa kabisa tendo la ndoa, au hata kama ni tendo la ndoa sio la kujitoa kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kwa hiyo haya ni manyanyaso makubwa. Kwa angalia sasa, kwa dhana hii ya kutetea mwanamke, ndipo sasa wanawake wanapewa vidhibiti mimba ili wanaume waendelee kunyanyaswa, kama kulipa kisasi kwa hawa wanaume. Kwa hiyo ni kwamba ni kulipa, ni hali moja kwamba wanaume ni wakatili na wanalipishwa kisasi. Kwa hiyo waliokuwemo na wasiokuwemo wanalipwa kisasi cha ukatili ambao hawakuweza kutenda. Labda nirudi tena kwa kwamba kuna mwingine amesema hapa, hawa wanawake wanadanganywa kwamba ni haki wanazopewa. Sasa huyu bana Peter, ikiwa kweli hawa wanawake wanapewa eti kutetewa, ni kupewa haki ya kutoa mimba, haki ya kutumia vidhibiti mimba, hiyo ndio haki. Kwa sababu maneno mengine huku ya kutobaguliwa, kutoheshimiwa na nini, hayo yamewekwa kama kiini macho, kama vile wanavyowekewa kiini macho kwamba habari ya kurithishwa. Kweli kuna tamaduni nyingi za Kiafrika hizo, hata sisi watetezi wa uhai tupo kwamba wanawake nao wana haki ya kurithi. Lakini haki hii ambayo ni kiini macho, haki ya kupewa vidhibiti mimba, haki ya kutoa mimba, haki ya kuua watoto wao wakiwa wadogo ndani, haki ya watoto wadogo kuingizwa kwenye ngono na kuruhusiwa waweze kutumia vidhibiti mimba, sioni kama ni haki ya msingi ambayo itakiwe kuainishwa kabisa katika katiba hii. Nikiungana pia na Ladislaus kutoka pale Kibamba, jirani yangu mimi niko parokia Kibwegeria kama yuko Kibamba. Basi tunaweza tukaangalia ukweli ni kwamba watu wakiwa mjengoni, yeye amesema wakiwa mjengoni akili zinabadilika. Yaani Mungu anawekwa pembeni. Lakini si kwamba anawekwa pembeni, wanaangalia masilahi. Hawa hata kama wanaenda kanisani, nafikiri ni ushahidi tu, injili huwa haiwaingii. Kwa sababu kama injili ingelikuwa inawaingia, wasingelikuwa wanaenda tu ushahidi kwamba onekana hawa jamani wa Kristo, ili nao waje wapate kura za Wakristo. Wakienda kwa Uislamu watajifanya Waislamu, kwamba wao wako upande wa Uislamu wapate kura. Kwa hiyo wanaangalia upepo unapokwenda, kama alivyosema kakaangu pale Steven, kwamba wao wanaangalia upepo tu. Kwa hiyo ndio maana wakaweza kuruhusu yale makundi ambayo yanatetea mambo ya kishoga
yale makundi yanayotetea vidhibiti mimba na utoaji mimba yaende kutoa maoni yao baada ya rasimu ambayo imeshapitishwa zamani, wakaenda kuingiza maoni yao baadaye ili wavute upepo na wakachukua hata makundi mengine. Kuna makundi mengine alienda ni sawa ya ufugaji ya nani. Mimi sina kipingamizi na hayo kwa sababu sijui walisema nini. Mimi niko kwenye nijikite zaidi kwenye utetezi wa uhai. Basi wanaangalia upepo. Sasa upepo hapa umevuma vibaya. Upepo unakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Labda tuwaombee, niwasihi tu, hata kama hatutakuweza kuwa na siku moja ya kitaifa ya kuwaombea, nafikiri pro life tunaweza tukajipanga katika hilo, tuwaambie watu wote tufunge, tuwaombee na tuombee rasimu hii. Wao wanaweza, hao mashirika ya nje na shinikizo nalo waleta katika kuingiza utamaduni sio kuwa wa Kitanzania, kweli wanaweza kutuingizia utamaduni wao na wakaushinikiza wanavyotaka, lakini kwa kuwa wana fedha. Lakini sisi tunaye Mungu na tuendelee kumsihi Mungu atutetee, kwa sababu sasa wale ambao tunadhani ni watetezi wetu wanaweza kutetea haki zetu hawapo, na hata hizo haki wanaofikiri wanawapa wanawake si haki bali ni uonevu mkubwa. Kwa hiyo bwana nani alisema tuvae sketi na sisi tusinani sijui. Unaonaje eti na wewe ukivaa sketi nini ukiona mume wako amevaa sketi siku ya kwako? Mambo bwana. Sasa kama tunataka haki, basi haki zitakuwa nyingi, zingine za ajabu. Kama hili naomba nikushukuru, muda sio rafiki. Lakini kuna huyu hapa ndugu yetu Fabiani Mihafu anasema hiyo katiba imeandikwa kwa malengo ya kuwahadaa wananchi, hasa vijana na wanawake. Wanasema baraza la vijana hawajafafanua umri wao wala elimu zao. Hii hasema hii litekelezeki. Wanawake nao wameambiwa 50 kwa 50. Hivi mwanamke mkulima wa kijijini atatumia hiyo 50 kwa 50? Katiba hii imechakachuliwa mno. Fabian Mihafu kutoka Iringa. Basi mshukuru Mungu tu. Msikilizaji, si tupende kukushukuru kiukweli, tumeweza kusafiri pamoja kupitia kipindi cha Pro Life tangu tulipoanza hadi wakati ambapo tunahitimisha. Tumeendelea kuichambua rasimu ya katiba inayopendekezwa, tukitazama ile sura ya 5, haki za binadamu, wajibu wa raia, jamii na mamlaka ya nchi, sehemu ya kwanza, haki za binadamu. Basi tuwashukuru wote hata ambao wamepiga simu na kutuma maoni. Mwenyezi Mungu awabariki. Tulianza kwa sala, tutahitimisha kwa sala, lakini mwenzangu ni kaka Sylvester Mahili, mimi ni Happiness Mlewa na wengine wote asanteni. Mwenyezi Mungu awabariki. Naomba tufungie kwa sala. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya yote hayo na tunajiweka mikononi mwako ili uwafungulie watu wapate kuelewa ya katiba hii na waweze kufanya uamuzi kadiri ya utukufu wa jina lako. Ni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.